بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo katika risala yetu hii fil wudhu'i wal ghusl was salah li Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, tutaangalia as-salah, kaifa yusalli al-marid, kaifa yusalli al-marid, mgonjwa anaswali vipi, mgonjwa anaswali vipi. Nukta ya kwanza kabisa Sheikh anasema yajibu ala almaridhi an yusalli qa'iman walau munhaniya, inapasa juu ya mgonjwa aswali hali ya kusimama, ijapokuwa hata inama kidogo. Walau munhania, ijapokuwa atainama kidogo kwa sababu ya maradhi, lakini asli anatakiwa asimame, aswali kwa kusimama. Ijapokuwa atasimama kwa kuinama kidogo, basi si mbaya. Au mu'tadilan ala jidarin, au akawa mwenye kusimama sawa sawa, mwenye kusimama kwa kutegemea ukuta. Simu ya nani hii? Hii simu ya nani? Walau anasema kwamba au mu'tadila au mu'tamidan ala jidari, au atasimama hali ya kuwa ni mwenye kutegemea ukuta, au asa yahtaju ila itimadi alayhi, au fimbo ambayo atakuwa anahitaji ya kutegemea juu yake. Itafaa kwa asili ni kuswali kwa kusimama, ijapokuwa atainama kidogo, au ataswali akiwa mwenye kusimama kwa kutegemea ukuta au fimbo, au atakuwa anasimama kwa kutegemea fimbo. Itafaa kwa dharura ya maradhi. Nukta ya pili inasema fa in kana la yastati'u al-qiyama salla jalisan, ikiwa hawezi kusimama basi ataswali hali ya kuwa amekaa, hali ya kukaa. Wal afdalu an yakuna mutarabbi'a fi mawdhi'i al-qiyam war-ruku', na lilokuwa bora basi iwe mutarabbi'a, au amekaa mkao wa mutarabbi'a, mkao wa mutarabbi'a. Mutarabbi'a tunauita mkao wa chuoni, sio mkao wa adabu mtu anapokaa darasani. Tunafahamu mutarabbi'a, yani kwa maana kukaa kwa kukusanya miguu. Kwa mfano Sheikh, yani mkao huo ndio mutarabbi'a, au kama mkaa Sheikh hapo, huo ndio mkao mutarabbi'a. Kwa hiyo anasema iliyo bora kukaa ni mkao wa mutarabbi'a fi mawdhi'i al-qiyam war-ruku'. Tena atakaa hivyo katika mawdhi, sehemu itakuwa ni sehemu ya kisimamo na ni sehemu ya rukuu, itakuwa ni hivyo. Kwa maana kisimamo chake yeye itakuwa amekaa hivyo, alafu ataswali Allahu akbar. Kwa hiyo kadhalika katika ar-rukuu hivyo atainama hapo Allahu akbar. Elewana vizuri hapo. Kwa hiyo atautegemea, atakuwa amekaa mkao huo mutarabbi'a katika kisimamo na katika rukuu takaa mkao huo huo.
ashika magoti, atainama hivi rukui. Nukta ya tatu anasema fa in kana la yastati'u as-salata jalisa, na ikiwa hawezi kuswali hali ya kukaa, salla ala jambihi mutawajjihan ila al-qibla, ataswali akiwa ameegemea ubavu wake. Ataswali kwa kuelekea ubavu wake, ni mutawajjihan ila al-qibla, akiwa ni mwenye kuelekea upande wa qibla. Wal jambu al-aymanu afdal, na ubavu wa kulia ni bora. Ubavu wa kulia ni bora. Salih njoo hapa. Mbona unaacha kitabu sasa? Na kitabu chako njoo kaa hapa hapa. Itabidi nikuwa nakutumia mfano sasa. Sawa? Kaa hapo sasa. Haya, anapotuambia kwamba fa in kana la yastati'u as-salata jalisa, salla ala janbihi mutawajjihan ila al-qibla, ikiwa hawezi kusimama kuswali kwa kusimama, basi ataswali juu ya kutegemea ubavu wake. Tena ni mutawajjihan ila al-qibla, akiwa ni mwenye kuelekea upande wa qibla. Wal jambu al-aymanu afdal, toa mfano ukuone. La kwa hivi, yani manake kuangalia qibla, la kwa hivi, ubavu wako lala hivi. Bora jikunja kama tairi sasa. Miguu iwe huku, kichwa kiwe huku. Weka chini kitabu kwanza. Mbona kinakusumbua hivyo? Nyoosha miguu yako. Yaani mfano wake ni hivyo. Weka hivi. Weka hivi. Yaani mfano jambu al-ayman, sawa? Kuelekea ubavu huu ni bora zaidi kwake. Sawa? Haya. Mutawajjihan ila al-qibla, na wal jambu al-ayman afdal, na ubavu kulalia ubavu wa kulia ni bora. Umeelewana vizuri hapo? Fa in lam yumkin min at-tawajjuh ila al-qibla, na ikiwa haikuwezekana kuelekea upande wa kulia, salla haithu kana ittijahuhu, ataswali itakavyowezekana mwelekeo wake. Haithu kana, vivyo itakavyokuwa mwelekeo wake, ataswali hivyo hivyo. Elewana vizuri fa in lam yatamakkan, ikiwa haikuwezekana. Fa in lam yatamakkan, ikiwa haikuwezekana, min at-tawajjuh ila al-qibla, kuelekea upande wa qibla. Yani maana yake haikuwezekana kuelekea yeye upande gani? Upande wa qibla. Kwa namna alipolala pale kitandani, na namna kutokana na hali zake jinsi zilivyo, haiwezekani tena yeye kugeuka kuelekea wapi? Kuelekea qibla. Haiwezekani. Salla haithu kana ittijahu, ataswali itakavyowezekana mwelekeo wake. Hivyo hivyo mwelekeo wake, ataswali hivyo inavyowezekana mwelekeo wake. Wassalatuhu sahiha, na swala yake ni sahihi, wala i'adata alayhi, na wala hakuna kurejea. Tunaposoma masomo kama haya, as-salatu kaifa yusalli al-marid, kwa maana as-salatu al-marid, swala ya mgonjwa. Sasa alafu tasawwur, sasa inakuwaje mtu ambaye ni mzima ala sihhati jismihi alafu yatruku as-salat? Namna gani ambaye mtu mzima tu akiwa katika afya yake, kiwiliwili chake kiko sawa, alafu anaachaje kuswali? Huyo mgonjwa ndio swala yake ni hii. Yani kama maana haiwezekani hivi afanye hivi, haiwezekani hivi. Fattaqullaha masata'tum. Huyo mgonjwa nielewana vizuri kisema hivyo, yani kuonyesha kwamba namna lolote kavyokuwa, lakini swala lazima
swala ni lazima. Haya, nukta ya 4 nasema fa in kana la yastati'u as-salata ala janbihi, basi ikiwa hawezi kuswali akiwa amelalia ubavu wake, hawezi sasa kuswali kwa kulalia ubavu wake, salla mustalqiya rijalan ila al-qibla. Rijlahu ila al-qibla, yani macho kidogo nana. Sawa, anasema fa in kana la yastati'u as-salata ala janbihi, ikiwa sasa hawezi kuswali kwa kulalia ubavu wake, salla mustaqbilan rijlahu ila al-qibla, ataswali hali ya kuelekeza miguu yake upande wapi? Wa qibla. Sawa. Kwa hiyo fa in kana la yastati'u as-salata ala janbihi, tumeambiwa alalie ubavu wa kulia, alalie ubavu au sivyo, lakini ubavu uliokuwa bora ni upi? Wa kulia, si ndio? Sasa ikiwa hawezi sasa kulalia ubavu wa kulia au kulalia ubavu tu hawezi, salla mustalqiyan, ataswali hali ya kuwa amelala chali. Mustalqiyan, ataswali hali ya kuwa amelala chali, rijlahu ila al-qibla, miguu yake ikiwa yenye kuelekea qibla. Tunisha mfano kwa Saleh, ndio hawezi kulala ubavu. Sasa atalalaje? Atalala hivyo, alafu atakuwa na swali hapo, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman, Allahu akbar. Umeelewana vizuri? Hivyo hivyo lala, na ataswali hivyo hivyo kama alivyolala ubavu, kwa maana ataswali hivyo hivyo kwa sheria tu. Allahu akbar, Allahu sami Allahu akbar. Sawa jamaa, lakini swala ambayo inahitajika madhari akili yake iko timamu, anajitambua. As-salatu wajibun alayhi, swala inawajibika kwake, ni lazima. Kwa hiyo salla mustalqiyan rijlahu ila al-qibla, atasali kwa kuelekea kulala chali, miguu yake ikiwa ni kuelekea qibla. Wal afdal an yarfa'a ra'sahu qalilan, na lililokuwa bora basi ainue kidogo kichwa chake hivi. Sawa, ainue kidogo kichwa chake, liyattajiha ila al-qibla, ili apate kuelekea wapi? Qibla. Yani mfano usamilala hivyo chali hivi, basi kichwa chake kiwa kama mfano imeelekea kama mtu, si ndio? Na kichwa chake kinaelekea wapi? Qibla hivi. Anaelekea hivi. Sasa miguu yake imeelekea huko qibla. Elewana vizuri hapo Yani mathalan ka ghasli almayyiti, kama mfano wa kumuosha maiti. Na mwelekeza huko, miguu yake inaelekea huko, sio? Na kichwa manake anakuwa mnakiinua hivi, kinakuelekea wapi? Al-qibla. Kwa hiyo atakuwa anafanya hivyo ili baada kichwa kielekea wapi? Qibla. Fa in lam yastati' kadhalika hapo, fa in lam yastati' an takuna rijlahu ila al-qibla, na ikiwa hakuweza kuelekeza miguu yake upande wa kibla, pia ile nalo vivyo limeshindikana, ameshindwa kufanya hivyo, salla haithu kanat, ataswali kwa vyovyote itakavyokuwa. Haithu kanat, vyovyote itakavyokuwa ataswali. Wala i'adata alayhi, na kadhalika wala hakuna kurejea juu yake sala yake. Kwa maana akisaswali pale ndio swala imetimia. Nukta ya 5 wanasema yajibu ala almaridhi an yarka'a, asli inawajibika, inapasa kwa mgonjwa arukuu, wa yasjuda fi salatihi, na kadhalika asujudu ndani ya swala yake. Hiyo ndio asili hiyo, anatakiwa arukuu na anatakiwa afanye nini? Asujudu. Hiyo ni asili hiyo.
fa in lam yastati' au ma'a bihima bi ra'sihi, ikiwa hakuweza ataashiria vitu hivyo viwili vyote hivyo kwa kichwa chake. Yani kwa maana hakuweza, ataswali kwa kuashiria rukuu na ataswali kwa kuashiria sujudu. Yani rukuu na sujudu ataviashiria, atakuwa anatumia ishara. Kwa hiyo fa in lam yastati' au ma'a bihima bi ra'sihi, ataashiria vitu viwili hivyo kwa maana rukuu na sujudu, ataashiria kwa kichwa chake. Wayaj'alu sujuda akhfadha min ar-ruku', na ataifanya sujudu yake, sawa, ataifanya hiyo sijida yake ni yenye kuinamisha zaidi, ni zaidi kuliko rukuu. Umeelewa vizuri? Yani kwa maana sujudi kama mfano atakuwa amekaa hivi, si ndio? Ataashiria hivi Allahu akbar kidogo, rukuu ya, si ndio? Ni Allahu alhamd. Sujudu atafanya nini? Ataongeza zaidi. Umeelewana vizuri? Naongeza zaidi. Na kadhalika kama itakuwa amekaa hivyo hivyo, rukuu atafanya kidogo hivi, hawezi kusujudu, si ndio? Rukuu kidogo hivi atarudi, alafu sujudu ataongeza hivyo. Umeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo akhfadha zaidi, sujada yake itakuwa ni zaidi kuliko rukuu, atainama zaidi kuliko rukuu, ataashiria zaidi kuliko ar-rukuu. akhfadha min ar-rukuu. Haya, anasema fa in istata'a ar-ruku'a duna sujuda, ikiwa ataweza kurukuu pasi na kusujudu. Maana yake kurukuu anaweza mathalan, lakini kusujudu hawezi. Raka'a hala ar-ruku', sawa, ata rukuu, sawa, hali ya kurukuu, maana yake rukuu yake itakuwa hiyo hiyo. Umeelewana vizuri? Yani kwa maana fa in istata'a ar-ruku', rukuu anaweza duna sujudi, lakini kinyume na kusujudu. Kusujudu hawezi. Umeelewana vizuri? Kurukuu anaweza. Kwa hiyo raka'a hala ar-ruku', atarukuu hali ya kurukuu, maana yake sijda yake itakuwa ni ile ile pale. Wa au ma'a bisujud, yani kurukuu itakuwa ni rukuu yake hili, na ataashiria nini? Wa au ma'a bisujud, na ataashiria kwenye sijida. Sijida haendi kusujudu sababu hawezi, si ndio? Ataashiria pale. Kwa hiyo raka'a hala ar-ruku', atarukuu katika hali ya kurukuu, wa au ma'a bisujud, na ataashiria tukule kwenda kwenye sujudu, maana yake hawezi kwenda kusujudu, si ndio? Yeye ataashiria tu kusujudu. Allahu akbar, astagfirullah. Ingine atakiwa swali. Fa in istata'a as-sujuda duna ar-ruku'i, kadhalika hivyo hivyo, ikiwa anaweza kusujudu duna ar-ruku', lakini kinyume cha ar-ruku', sajada hala sujudi, atasujudu hali ya kusujudu, wa au ma'a bir-ruku'i, na ataashiria kwenye rukuu. Hivyo hivyo kile atakachokiweza atakifanya, asiyokiweza ataashiria. Naam, hiyo ni salatu al-marid. Hiyo ni nukta ya 5 hiyo. Na hisi kwamba tusimame hapo kwa sababu ndio kitabu naenda mwisho, ili kesho tuje kumalizia kwa utulivu zaidi. Kesho tutamalizia kwa utulivu zaidi insha Allah, tutakuja kuendeleza hapo.
kaifa yusalli al-marid. Hiyo ndio swala ya mgonjwa. Yani unaposikia mafunzo kama haya, akili yako inatakiwa iwe timamu sana. Inatakiwa iwe timamu sana. Kwa maana ikiwa hali ya mgonjwa ndio iko hivi, anatakiwa aswali. Kuna kichochoro gani ambacho mtu anaweza akapita akatoa udhuru, mfano dharura, bana mimi na dharura bana si swali, lakini akili yake iko timamu, itapatikana kichochoro hiko? Hakuna. Yaani kuonyesha kwamba utafanya nini ili kwako iwe halali kuacha kuswali. Utafanya nini ili iwe sasa wewe kwako kuswali, kuacha kuswali ni halali kwako? Utafanya nini? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hali ndio hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivomtoa Muislamu, alivomtoa mtu katika Uislamu kwa kutoacha, kwa kuacha kuswali, kwa sababu ya uzito huu, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innal ahada alladhi bainana wa bainahumus salah. Ni wavumilieni tu ndugu zenu, familia zenu wasio swali, wavumilieni tu. Zivumilieni familia zenu zisizo swali, wasio swali hao katika wake zenu ambao mnawamiliki katika mikono yenu, watoto wenu ambao ni wakubwa wazima, wasio swali, nyote tazameni tu hivyo hivyo. Halafu mtakuja kuona mbele ya Allah tabaraka wa taala kitakuwa nini kwa kuishi na mtu kama huyo ambaye wewe ndio umemmiliki alafu aswali. Kama hali ndio hii ambayo inaelezwa katika mafunzo ya Uislamu juu ya jambo la swala, ndipo Mtume aliposema innal ahada alladhi bainana wa bainahumus salah, akasema faman tarakaha faqad kafara. Ahadi iliyoko baina yetu sisi Waislamu na wasio kuwa sisi Waislamu ni swala. Kwa maana ni tofauti hiyo. Na akasema faman tarakaha faqad kafara, na atakayeacha kuswali ni kufuru. Ndio kauli ya Mtume sasa anasema hivyo. Maneno meupe kabisa na wala hana. Na hata hao ahlul ilmu waliozungumzia juu ya kutomuingiza katika kufuru wasio swali, kuna vipengele ambavyo vilivyowekwa. Hao walioshika msimamo huu, kuna vigezo ambavyo vilivyowekwa ndani yake. Anachukuliwa hukumu gani? Ikaonekana kwamba na haisabiki yule ambaye labda anaacha kabisa. Maana yake wanayemzungumzia katika kuacha kuswali ni yule ambaye inatokezea swala akafanya ikawa imempita alafu haja, huyu ndiye anahukumiwa katika hivyo. Sasa yule ambaye yeye ndio kawaida yake huwa anafahamika kwamba huyu yani haswali moja kwa moja, atambuliki kabisa. Kwa hiyo natakiwa tujiangalie sana katika jambo la swala, sio jambo la mchezo. Ikaonekana watu wanalipuuzia katika na kulichukulia katika hali ya ukawaida. Mtu akishughulishwa kidogo basi swala anaipisha. Shughulishwa kidogo basi swala imepita. Hiyo basi bwana tena tuswali. Na kama wetu wengi wanavyodhania kwamba kama hii salatul isha sisi tumeswali hapa, mtu anadhania kama kesho ataswali tena hii isha, ataswali hii. Yani kesho ni nyingine, sio hii ya leo. Yani hii nyingine kama umefanya kimakosa, kama imekupita hii, basi ujue unadaiwa. Kesho na swali isha nyingine. Kwa hiyo watu wasichukulie kama jambo la masihara tu mtu ikawa anaacha kuswali. Barakallahu fikum. Naona kama usimame hapo, wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.